ana pop up tu huyu ashakupita kama upepo tayari touch ya kwanza ya pili mpira wako hapo. Young Africans mambo kwa upande wao wenyewe ni mazuri katika michezo ambayo imesalia yote. Kila wanakutana mpinzani wanaondoka na alama 3. Ukitazama katika michezo ambayo ilikuwa imesalia, kuna mechi mbili ambazo zilikuwa zinatajwa kuwa ni mechi ngumu kwa upande wa Young Africans, ikiwa ni mechi dhidi ya Tabora United lakini mechi dhidi ya Azam FC. Lakini mechi zote hizo Young Africans wameibuka kuwa mashujaa na kuondoka na ushindi. Ukitazama ama ukikumbuka, hiyo ndo michezo ambayo Yanga waliipoteza katika raundi ya kwanza ya mchezo, lakini wamerekebisha makosa yao na kuondoka na alama 3 katika michezo yote hiyo miwili, na hivyo kufufua bado uhai wao wa kulitetea kombe la ligi kuu soka Tanzania bara msimu huu, ambalo wanalitazama kwa kiasi kikubwa. Lakini kubwa zaidi, tunatazama nini hasa kinaendelea kwa upande wa Young Africans. Lakini mchezo hapo jana dhidi ya Fountain Gate FC ambao umezua gumzo kutokana na makosa ambayo aliyafanya golikipa wa Fountain Noble John, ambaye ni golikipa kutoka Nigeria, golikipa mkubwa ambaye watu wengi wanazungumza mengi hadi hivi sasa. Lakini alifanya makosa ambayo yamegharimu timu hapo awali dakika 45 za kwanza, na aliondolewa kabla dakika 45 za kwanza hajaisha kwa kuto benchi la ufundi kutokuridhishwa na ile performance ambayo aliweza kuionyesha kwa kiasi kikubwa. Lakini licha ya kwamba walibadilishwa, lakini mabao 4-0 yalipatikana. Tofauti ni kwamba mabao ambao alifungwa Noble John ni mabao ambao yalikuwa na utata kwa kiasi kikubwa, ama uzembe wa hali ya juu, ndio kitu ambacho kilipelekea yote hayo kuweza kujitokeza. Lakini yote kwa yote, Young Africans wao wameondoka na alama zao 3 muhimu ambazo walikuwa wamezifuata Tanzanite kwa raha huko mkoani Manyara.